السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunakuwa ni wenye kuendelea biidhnillahi taala katika durusi zetu za siratu nabawiya, na leo insha Allahu taala tumalizia habari za kisa cha kuingia katika Uislamu, safari ya Salman al-Farisi mpaka kuufikia Uislamu. Tulizungumzia katika darsa iliyopita Salman al-Farisi alipopata habari za kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, na Mayahudi wakilaumu kisema laana Allahu bani Qaila, Mwenyezi Mungu awaangamize banu Qaila, yani Aus wa Khazraj, wamejumuika kwa bwana ambaye kwamba amegura kutoka Makka, yazumu annahu nabii, yadai ya kuwa yeye ni mtume. Salman al-Farisi akawa ni mwenye kutayarisha chakula na kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimwambia innahu qad balaghani annaka rajulun salih, mimi napata habari ya kuwa wewe ni mtu mzuri, mtu mwema, na unao watu ambao kwamba wageni katika huu mji, hali yao ni ngumu. Sikuona mtu ambaye kwamba yastahiki sadaka hii niliyoko nayo. Kwa hiyo akatumia neno sadaka kwa kusudi katika kufuatilia na kuthibitisha yale ambayo kwamba ameambiwa juu ya huyu mtume, ya kuwa yakulu alhadiya wala yakulu sadaka, yuala zawadi lakini sadaka hali. Akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea kile chakula, akawaita masahaba wake wa kile chakula, lakini yeye hakukila. Salman al-Farisi akawa ni mwenye kusema kama tulivyoeleza, hadhihi wahida, hii ni ya kwanza, nishathibitisha ya kwanza ya kuwa huyu bwana hali sadaka. Wasema fansaraftu anhu, kamuondokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akenda akatayarisha kitu chengine katika chakula, akakibeba na kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko njiani sasa aelekea Madina, kwa sababu alikuwa yuko Quba. Quba iko katika outskirts za Madina, lakini sahini yani imejumuika pamoja na mji wa Madina kwa ajili ya maendeleo, infrastructure iko pamoja na center. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuelekea center ya Madina. Salman al-Farisi akawa ni mwenye kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia inni ra'aytuka la taakulu sadaqa, mimi ninaona wewe hauli sadaka, wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha, basi mimi ninakuletea zawadi hii na kukirimu na hii zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipokea zawadi, akapokea chakula, akawa ni mwenye kukila na akawa ni mwenye kuamrisha maswahaba wale pamoja na yeye. Kwa hiyo alama ya pili hii, ya kwanza amempatia ni sadaka, hakula. Ya pili akamwambia bana, hii ni zawadi, manake sadaka ninakuletea mimi, nakuona huli wewe sadaka, basi hii ni zawadi, ninakukirimu na hii zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akala na akala pamoja na maswahaba wake. Faakalu maahu, wakala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi yasema faqultu fi nafsi hatani ithnani, hizi sasa ni mbili zimekamilika, nishathibitisha mbili. Ya tatu tulizungumzia ni alama gani? Alama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, seal, muhuri, khatimun nubuwa, ambao kwamba iko baina ya mabega yake Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Sasa akawa ni mwenye kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bi Baqi'il Gharqad, yuko katika maziara ya Gharqad, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefuata janaza ya mmoja katika masahaba, alikuwa amefariki, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kama huu amejifinika maguo mawili, ana maguo mawili, cloaks zile, yale ambayo kwamba hushuka mpaka chini. Si rahisi kwa mavazi ya siku hizi, lakini ukiangalia katika yale mavazi ya zamani ilikuwa mtu aweza akavaa yale maguo makubwa ya juu, kwa Kiingereza huitwa cloak. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo mbili, amejifinika kwazo. Wa huwa jalisun fi ashabi, amekaa pamoja na masahaba wake. Salman al-Farisi akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia, sema fasallamtu alayhi thumma stadartu anzuru ila dhahri, kisha akaenda nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa yumwangalia mgongo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hal ara alkhatim alladhi wusifa li sahibi, hal ara alkhatim alladhi wasafa li sahibi, je, nitaona ile alama ambayo kwamba amenisifia mimi yule bwana kabla afariki akiwa amuria? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona na akamsoma huyu bwana, kuna kitu yatafuta nyuma, kuna kitu yataka kuona. Hii yani yaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wako tofauti. Kuna watu wako straightforward, akija kwako atakuuliza wewe ni fulani ambaye kwamba nasikia una sifa fulani, so tamjibu ndiyo au la. Sababu kuna bwana ankuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wewe ndiyo yule ambaye kwamba nasikia huwa watusi miungu yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allahumma na'am, kweli ndio mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko straightforward. Kuna watu wako straightforward, atakuja bana wewe kadha wa kadha wa kadha, na kuna watu wengine maskini hawako straightforward. Kuna watu ni wapole, wana haya, akija yani itabidi akudadisi, akusikilize, ajaribu kufuatilia. Sasa ni katika tabia mzuri pia kuwafanyia watu wepesi. Wewe ushamuona huyo onekana yamtafuta mtu fulani na mtu mwenyewe wewe, au labda si wewe mwingine, yani na umuona hana shari, wewe ukamuuliza ukamfanyia wepesi. Maana kuna mtu aweza akaja hapa msikitini akaangalia bana mtafuta ustadh fulani bana, kuja hapa namtafuta ustadh Shafi, basi akaangalia akawasoma watu na sione dalili ya ustadh Shafi na akatoka genda zake. Kuna watu atakuja moja kwa moja atauliza. Tamam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona huyu bwana ya kuwa una kitu yatafuta, akafanya nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Basi falamma raani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, stadbartuhu, nakuja katika mgongo wake, arafa anni istathbattu fi shay'in usifa li, akajua ya kuwa kuna kitu na kitafuta ambacho kwamba nimeelezewa juu yake. Wa alqa ridaahu an dhahri, akawa ni mwenye kuitoa ile guo moja kutokamana na mgongo wake, akawa mwenye kuondoa. Kwa hiyo ikawa yuweza akaona baina ya mabega yake. Sema fanadhartu ila alkhatim fa'ariftu, nikaona ile alama na nikaijua ile alama. Fankababtu alayhi wa aqbilu, alimwangukia Salman al-Farisi. Salman al-Farisi alimwangukia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sujudi yani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kumwinua, kwa sababu hasujudiwi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanguka Salman al-Farisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yambusu miguu yake Salman al-Farisi, yualia.
kwa sababu yani hii habari yote, miaka yote, safari yote, ile siku ambayo kwamba ametamani kuonana nayo Salmanul Farisi ndiyo hii katika mikono yake. Salmanul Farisi ikawa yualia, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kumwenua, akamwambia yani ondoka katika sujud, tahawal, sema fatahawaltu, nikawa ni mwenye kuenuka, faqasastu alayhi hadithi kama haddathtuka ya ibn Abbas. Sababu hii story ni Salmanul Farisi yomweleza nani? Ibn Abbas. Ibn Abbas alimuendea akamwambia nieleze kuhusu kisa chako Salmanul Farisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kushangazwa na ile story yake, na hii yote Allah subhanahu wa ta'ala yuamtia moyo zaidi, yuamtia nguvu zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya hii risala ambayo kwamba ameibeba, juu ya hii amana mzito, kwa sababu Makuraish wanampiga vita mpaka amegura, amekuja Madina, lakini kuna mtu ametoka safari maili na maili, hundreds of miles, akiwa mwenye kutafuta haki mpaka yuaje yuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yuamwamini. Yani kuna bwana ambaye kwamba alikuwa yuasubiri amuone amfuate, na kuna watu wamemuona wakamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashuhudia katika tabia yake mzuri, wakashuhudia katika yani ile baraka ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka mpaka katika yani mandhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapomuona tu tayari. Na bado ikawa anampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengi wao juu ya hasad kumuhusudu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashangazwa, sema faajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusammi'a dhalika ashabi, akawa ni mwenye kumwambia Salmanul Farisi, hebu waeleze yani wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yatia moyo hawa masahaba wamekuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna wale ambao kwamba wamemwamini kutokamana na Aus wal Khazraj, Ansar, kuna wale ambao kwamba wamegura na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ambayo kwamba yatia nguvu zaidi katika imani yao. Kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam Salmanul Farisi, waelezee hawa mabwana hiyo kisa chako. Kisha Salmanul Farisi asema kwa sababu Salmanul Farisi tukumbuke na tutie katika akili, katika hali hii ni mtumwa, bado yuko katika utumwa. Wasema ikawa nimeshughulishwa katika shughuli za shamba, yuko katika amri ya bwana wake ambaye kwamba Yahudi. Inawezekana Yahudi akamtoa mtumwa wake ende akamsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maarik, la. Kwa hiyo asema ikampita ghazwatu Badr, hakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatu Uhud hakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumjilia Salmanul Farisi na akamwambia, katib ya Salman, fanya mukataba. Mukataba ni mtu kujiransom, mtu kujitoa, kujikomboa kutokamana na utumwa, mtu kujikomboa. Kwa hiyo mtu yuweza akaenda kwa bwana wake na akataka maelewano. Yule bwana yuweza akaweka condition ya kuwa mimi nataka unifanyie kazi fulani, au nataka unifanyie kitu ambacho kwamba kitanipa thamani fulani, kisha alafu baada ya hapo utafanya nini? Itakuwa uko huru. Aweza akampatia mission kama vile ambavyo kwamba Wahshi alipewa mission, na baada ya kuitekeleza, baada ya kumuua amri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kuachwa huru. Kwa hiyo hii inaitwa mukataba. Salmanul Farisi akamwendea yule bwana wake, sema fakatabtu sahibi ala 300 nakhla uhiha lahu, wakaelewana ya kuwa ampandie mitende 300
ampandie mitende 300 ambayo kwamba hakuna hata mmoja utakufa. Ampandie miche 300 na ile miche isurvive. Kwa hiyo wakaelewana juu ya mitende 300 wa bi 40 auqiya, na kwa aunsi 40 za dhahabu. Ounce ni katika vipimo vya kupima, hutumika katika sana sana upande wa gold. So ikawa awapatie 40 ounces of gold, wakia 40, na vile vile mitende 300 ambayo kwamba ataipanda na mitende yote isurvive. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuambia masahaba, ainu akhakum, msaidieni ndugu yenu. Kwa hiyo wakawa ni wenye kumsaidia Salman al-Farisi katika masahaba. Arrajulu bi 30 wadia, mtu ameleta miche 30 na mwingine ameleta miche 25 na mwingine aleta miche 10 na mwingine miche 15, mpaka akawa ni mwenye kuikusanya miche ya mitende 300. Kila mmoja amekuja akaichangisha akamsaidia mpaka akaikusanya 300. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, idhhab ya Salman fafaqir laha, ambia nenda Salman na uichimbie mashimo yake, zile sehemu yake ya kupandwa, na utakapomaliza basi unijilie mimi, akunu ana adaha biyadi, mimi ndio niipande kwa mikono yangu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mikono yake ambayo kwamba imebarikiwa, akawa ni mwenye kutekeleza hivyo. Salman al-Farisi kastarisha sehemu kama zile na wakamsaidia katika masahaba, na alipomaliza akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mikono yake iliyobarikiwa akawa ni mwenye kuipanda ile mitende 300 mmoja baada ya mwingine kwa mikono yake. Na Salman al-Farisi asema na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Salman imo mikononi mwake, haukuwahi kufa hata mmoja katika ile mitende, yote ilikuwa ni yenye kusurvive, yote ilikuwa ni yenye kusurvive. Yani hata katika kupanda ardhi inayo baraka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huweza kuzifungua na Allah subhanahu wa ta'ala huweza kuzishikilia kwa takwa ya watu au kwa uovu wa watu au kwa baraka ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa mja wake ambaye kwamba yumpenda. Kwa hiyo pia hii yatuonyesha nini? Unapopanda kitu basi panda kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu baraka. Na lau kuna mtu ambaye kwamba una dhana njema juu yake, unajua sisi tuwajuana tofauti, na kila mmoja yuamwangalia ndugu yake na kila mmoja yuajua nafsi yake. Kuna ile dhana mzuri ambayo kwamba uko nayo juu ya ndugu yako, umeona ndugu yako yeye yuajibidisha zaidi katika nawafi, kufunga katika hizi sunna, yeye katika jamaa siku zote yuko safu ya mwanzo. Aweza kuwa wataka kupanda mti wako wa matunda, ambia ndugu yangu naomba unipandie, si kwa ajili yake lakini kwa ajili ya mahaba Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, asiwe ni mwenye kumwangusha katika kile ambacho kwamba akifanya nini ankiweka kwa mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuipanda na hakuna hata mmoja ambayo kwamba ulikuwa ni wenye kufa, yote ikawa yenye kuishi. Na hili bustani la hii mitende liko mpaka leo ndani ya Madina na limepewa jina la Salman al-Farisi. Bustani la Salman al-Farisi liko mpaka leo. Kwa hiyo ikabakia wakia 40 za dhahabu, 40 ounces of gold zimbakia sasa
awe ni mwenye kujikomboa Salman al-Farisi. Kuna dhahabu ambayo kwamba ilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya muda, ambayo kwamba ilitokamana na hizi ghanima, kaletewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahabu kidogo, haifiki haikaribii aunsi 40 za dhahabu. Kuja dhahabu kidogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuuliza, ina akhakum al-Farisi, yuko wapi yule ndugu yenu Mfaris? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza, aina akhakum al-Farisi, yuko wapi ndugu yenu Faris? Mtaka hapa pia tuchukue somo, tutamaliza kisha alafu katika masomo tutataja katika hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiuliza aina akhakum al-Farisi, akawa ni mwenye kutafuta Salman al-Farisi, kaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumpatia dhahabu kama ile, akaambia anenda ukajikomboe na hii dhahabu. Salman al-Farisi akawa ni mwenye kushangaa, hii dhahabu kidogo itanisaidia vipi mimi kujikomboa? Wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah mimma alayhi, mimi natakaniwa aunsi 40, hii itakuwa ni yenye kunikomboa vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, khudha fa inna Allah azza wa jalla sayuaddi biha ank, ichukua hii nenda nayo, Allah subhanahu wa ta'ala ataitimiza kwa ajili yako. Basi Salman al-Farisi akawa ni mwenye kuchukua, akaenda nayo mpaka kwa bwana wake, akawa ni mwenye kuipima. Akipima asema, walladhi nafsu Salman biyadihi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Salman iko katika mikono yake, 40 auqiya, ikatoka wakia 40 sawa sawa. Kwa hiyo akawa ni mwenye kujikomboa, akawa mwenye kuwalipa Salman al-Farisi dhahabu yao, na akawa mwenye kujikomboa. Na baada ya hapa akawa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khandaq, na maarufu Khandaq ilikuwa raia nani? Kuchimbwa kwa Khandaq ilikuwa raia nani? Salman al-Farisi. Ni raia yake alitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa hizi katika mbinu zetu ambazo kwamba twazitumia sisi Faris, kama tutataka adui asiwe mwenye kuproceed rahisi katika mji, basi twachimba zile mitaro mikubwa mikubwa. Kwa hiyo Salman al-Farisi alikuwa asset, lakini imefungika katika utumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumsukuma katika kujikomboa, na baada ya hapo hakukosa mashhad yoyote na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kawa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila mashhad ambayo kwamba ilikuwa yahusisha umma wa Kiislamu. Inshallah, kabla hatujafunga katika habari ya Salman al-Farisi ambayo kwamba tumemaliza, tumezungumzia kuhusu wale ambao kwamba walitafuta hidayah hata kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna Zaid bin Nufayl, tukamzungumzia pia huyu kazini yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Warqa ibn Nawfal, na habari ya Salman al-Farisi, yote katika watu ambao kwamba waliwahi kutafuta hidayah hata kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Kwa hiyo tuchukueni masomo kidogo katika kisa cha Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Nukta ya kwanza, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Salman al-Farisi amepitia mangapi ili kuitafuta hidayah, ili kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu kiasi gani Salman al-Farisi. Salman al-Farisi Muirani, kutoka Irani huko, na sisi hebu angalieni hapa tuko wapi? Afrika, Kenya, Kilifi, Mnarani, tumzungumzia Salman al-Farisi, habari yake tumaliza mwezi mzima tumzungumzia Salman al-Farisi, na kila tukimtaja radhiyallahu anhu tuomba radhi Allah subhanahu wa ta'ala amridhie Salman al-Farisi. Ni muone hili jambo kubwa kiasi gani? Hili jambo ni kubwa kiasi gani?
Watu wanapofanya ile effort, anapoifanya na yuaifanya lillahi wallah, wala yeye mwenyewe haioni ni story kubwa, yeye mwenyewe yuaona, yuajaribu, hajui kama yuandika tarehe. Allah mrehemu Sheikh Ali Karisa, wakati akienda mbio juu ya kuufuata Uislamu, kusilimu, na akapitia aliyoyapitia na akasubiri, ilikuwa yajua yuandika tarehe, yuandika tarehe, ilikuwa yajua yumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ameondoka akiwa ni mtu aina gani baina yetu? Ni mtu ambaye kwamba yuakaa akikumbukwa, na anapozungumziwa watu wasema Allah mrehemu, wamkumbuka kwa yale ambayo kwamba yeye ameyafanya na alikuwa yuayafanya kwa ajili ya kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, Allah mrehemu na mridhi. Walladhina jahadu fi lanahdiyannahum subulana. Allah subhanahu wa ta'ala atakujilia wewe maadamu utamake ile step ya kwanza. Wewe tanguliza ile step ya kwanza. Aiza kuwa uko katika hali ngumu ambayo kwamba hata haujui yani kuanzia wapi, lakini ile nija na step ya kwanza ya kuwa mimi namtaka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza katika njia yako, utamfikia Allah subhanahu wa ta'ala maadamu utamtaka. Kimtembelea atakukimbilia. Hivi ndivyo ilivyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alafu kitu chengine, Salman al-Farisi, yule bwana aliyekaa naye wa kwanza alipokimbia kwao Faris, Iran, sawa, Isfahan, alipokimbia na akawa ni mwenye kufika Syria, akapatana na askofu wa kwanza. Alimsifia vipi Salman al-Farisi? Alikuwa ni mtu muovu, pokea sadaka akizila, azipatii maskini na mafukara. Lakini Salman al-Farisi hili lilikuwa la tosha kuvunja moyo wake. Sasa mimi nakuja safari yote, kumbe watu wenyewe ambao kwamba waitwa ndio maaskofu wako hivi. Lakini akawa ni mwenye kufanya subira. Yawezekana mtu umesilimu, Waislamu utakaokutana nao ikawa manunda, ukakutana na Waislamu ambao kwamba wajeuri. Iko wakati mmoja bwana anatoka kusilimu, kuja msikitini swali, hajui kusujudu kwa uzuri. Sasa amesujudu na mikono akafanya nini? Kaiweka chini. Yule ambaye kwamba amrekebisha akampigia kelele, anambia watu wasujudi hivyo kama mbwa. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, lakini wewe wafunza vipi mtu sujudu kama mbwa? Jamaa kana akanifuata kaniambia, jamani ni mbwa, anifanisha na mbwa bana. Hivi ndivyo Uislamu ulivyo bana, sio namna hiyo. Kwa hiyo angalia vile ambavyo kwamba wazungumza na watu. Sisi Waislamu tunayo athari kwa wale wasiokuwa Waislamu kuliko hata kile ambacho kwamba tukizungumza. Mtu yaweza akasikia propaganda zote juu ya Waislamu, alafu akaja akakaa na Waislamu akasema, lakini haya mazungumzo ambayo kwamba mwazungumza juu ya Waislamu mimi siyaoni. Sasa unaona watu tofauti, watu waungwana, watu wazuri. Kwa hiyo yale yanayozungumzwa yanakosa nguvu, na mtu apate maneno mazuri kiasi gani alivyo, awe yuakaa nje pale akasikiliza kuhusu Uislamu, akija huku kwa majirani zake Waislamu ni watu ambao kwamba midomo yao ya maudhi na matusi. Bwana jamaa Waislamu tawaona watu wazuri, you generalize, kwa sababu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Actions speak louder than words.
Lakini hapa utaona Salman al-Farisi alifanya subira, pamoja na kuwa yule bwana alikuwa na tabia mbovu, na baada ya pale akawa ni mwenye kukutana na watu wazuri, mpaka mmoja wao akawa mwenye kusema, sikuwahi kuona mtu ambaye kwamba la yusalli al-khams, haswali swala tano, mzuri mwema kama huyu bwana. Yani kabla ya kuonana na masahaba, kabla ya kuonana na Waislamu, hakuwahi kumuona ambaye kwamba ni mzuri wa tabia kama huyu bwana. Na hii yaonyesha kama tulivyotaja katika darsa za nyuma, katika sifa za Muislamu, ile kitambulisho cha Muislamu, Muislamu kuitwa Muislamu, swala tano. Alisema la yusalli al-khams, kumaanisha ambaye kwamba si Muislamu. Kwa hiyo swala ni bare minimum. Kama Muislamu lazima aswali, ana matatizo gani, hufanya nini, lakini swala lazima. Tamam. Kitu kingine, wataawanu ala albirri wattaqwa. Kalia Salman al-Farisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha nini? Ainu akhakum, saidieni ndugu yenu. Huyu akaja akaleta miche 30, yote katika kumkomboa mtu mmoja. Na hasa hii katika wale ambao kwamba wamesilimu ni jambo muhimu sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaweka katika fungu la kupokea zaka. Aweza kuwa na pesa zake, lakini ikiwa ameingia katika Uislamu, hupewa zaka. Yule huwa yatia nguvu moyo wake, walmuallafati qulubuhum, zile nyoyo zinazoezeshwa Uislamu, hata kama ni kwa mali. Watu wanapewa, wamesilimu, yapewa zaka. Sisi tuna tabia gani? Mtu aweza akasilimu karibu na Ramadhani, mpeni tende shekhe, asilimu kwa ajili ya tende, kipewa kidogo ambazo anasilimia hizi tende. Kwa hiyo bwana, niwapewe wale ambao kwamba hawa wengine washaamini, hawana neno. Wallahi usiwape hata tende, uone kama watatoka katika Uislamu. Nyoyo zao zimetulizana katika Uislamu. Huna haja ya kumtia nguvu moyo wake kwa sijui tende na chakula, mpaka ilikuwa watafuta wale ambao kwamba bana wawajua bana, tafuta wale ambao kwamba wamtoka kusilimu juzi, wajazieni wao mastoki, wapeni wao hizo tende. Hawa wengine hawahitaji, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowaambia kina nani? Alivyowaambia Ansar. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya fathu Makkah, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ikapigana vita Taif. Mtume sallallahu alaihi wasallam ghanima nyingi amewapatia wale ambao kwamba wanatoka kusilimu, wale ambao kwamba walimpiga vita katika Makuraish na ndo wamesilimu sasa hivi. Jazia kina Abu Sufyan wakapewa na kupewa. Hii bwana ikawaathiri katika Ansar, akaanza kuzungumza maneno. Wanadamu, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni human beings, na ndio utakuta baadaye kuliingia mpaka fitna, watu wakapigana baina yao. Inaweza ikatokea baina ya Waislamu, sababu wawe Waislamu atakavyokuwa bado wanadamu, yaweza akafitinika mtu, yaweza akakosea. Kaanza kuzungumza maneno, akasema laqiya Muhammad qawma, Muhammad ampatana watu wake bwana. Jamaa zake aliotoka kwa kuja kwetu, lakini bado wajua watu wako. Anakuja ampatana na watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam zilipomfikia hizo habari, akaita mmoja katika masahaba katika Ansar, akamwambia wewe, nasikia mazungumzo fulani, je yako? Akamwambia kweli ya Rasulullah, ya mazungumzo yako. Akamuuliza yeye wa kwanza, akamwambia wewe wasimama wapi na haya maneno? Jamaa akasema wazi, ana maqaumi, niko pamoja na watu wangu. Hakumdanganya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumwambia kuwa wajua yategemea ya Rasulullah. Muislamu yafaa kuwa mtu ambaye kwamba bana ana saraha, straightforward. Bana wewe, mimi naona umekosea, mimi naona si sawa ulivyofanya. Sio kwa waanza kumpamba mtu kwa sababu ukija huku kando sema bwana hakufanya sawa, kija mbele ya uso wako mwambie wallahi mimi siwezi nikajua nini. Shekhe mwambie mimi naona unkosea ndugu yangu. Bwana anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana ma'a qaumi, mimi niko pamoja na watu wangu. Sema waiti
wakaitwa watembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maneno mazito. Wajua Ansar walikuwa hawajui value yao. Wajua mtu aweza kuwa haujui value yako kwa mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafungulia, akawaonyesha thamani yao, wao ni watu aina gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaangalia vipi? Mbia watu na wazoezesha nyoyo zao kwa mali. Mimi sina shida na imani yenu. Lao nyinyi mtashika njia hii na watu wakaenda hivi, mimi nitakuja nitawafuata nyinyi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kukuambia bana mimi nitakufuata wewe bana. Unajua maneno wangu umpewa cheo. Maneno mazito kutokamana na mahaba na cheo na fadhila. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ahabbu khalqillah. Bana walau watu watakwenda hivi na nyinyi mtakuja pamoja. Hawa wamepata hii, nyinyi mtanipata mimi. Mimi niko pamoja na nyinyi. Watu wakasema wana tumeridhia bana. Walilia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ansar walilia kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo iko katika kuwasaidia hasa wale ambao kwamba wamesilimu. Kwa sababu gani? Mara nyingi hawa watu huwa wanakatwa socially, wanakatwa. Kuna watu wamekuwa pamoja na wao hawataki tena habari zao. Mus'ab bin Umair anatoka familia soft life. Mus'ab bin Umair perfume ambao kwamba yuajitia akipita na kule kando, kila mmoja hapa, kila mmoja area ya Mnarani yajua Mus'ab yuko area, Mus'ab yuko mtaa. Mus'ab bin Umair baada ya kusilimu haya amekatika, mpaka Mus'ab bin Umair hali yake ya kimaisha imegeuka. Iko time masahaba wamemuona akitokeza, wakaangalia kando, wakaanza kulia. Wanajua alikuwa yuishi maisha gani na amejitolea kwa Uislamu mpaka saa hii yuishi msoto wa aina gani. Kwa hiyo watu husilimu, alafu sisi tukawaeka kando, tukawashunga, na kule nako pia wamekatwa, hatuwaleti karibu. Ikiwa katika matatizo yao tujitoleeni katika kuwasaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaalika masahaba, kisha miti akenda akaipanda yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam. Dhahabu imeingia, uliza aina akhakumul farisi. Kwa hiyo tumaliziana, aina akhakumul farisi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayuha nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin min nafsin wahida. Sawa, hii aya Allah subhanahu wa ta'ala yosema imetoka, subhanallah, sema waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, ili mupate kujuana. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja amejua ni Salman kwa njia gani. Wajua waweza ukasema Ali yuko Ali, Muhammad yuko Muhammad, yupi? Sawa, aina akhakum al-Faris, ndugu yenu yule wa kutoka Faris yuko wapi? Ndugu yenu wa asili ya Iran. Na kila mmoja akajua ni nani? Akajua ni Salman. Sasa hapa mtu aweza sema Muhammad yule kijana wa Kibajuni ni katika wepesi wa kujuana. Haimaanishi kitu chochote zaidi ya wepesi wa kujuana. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hili katika wepesi wa kujuana. Lau sote tungelikuwa Waarabu ingelikuwaje? Wewe wamtafuta mtu leo na sote sisi Waarabu, hanaambia waanza kumdescribe vipi? Bana Umar, Umar yule Mwarabu, sote Mwarabu. Yule mweupe, sote mweupe. Wampata mtu vipi? Hii ni katika ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mfupi hivi kijana Msomali, ama yule mkauma, yule mkauma huyo, katika wepesi wa kujuana, si zaidi ya hivi. Kisha kamalizia, inna akramakum inda Allahi man atqakum, ni kwa takwa. Na hivi ndivyo yatakaniwa Waislamu waangaliane.
Ndugu yangu Msomali, ndugu yangu Mjibana, ndugu yangu Mkauma, ndugu yangu yule Mzungu, ndugu yangu yule Mkauma, ndugu yetu yule Mchina, hivyo. Walakin leo utaona asabia imekita mizizi baina ya jamii za Kiislamu, utasema ni kana kwamba haya maneno hayakuteremka kwetu wala hayako katika kitabu chetu. Vile ambavyo kwamba ukabila na urangi umekita mizizi katika jamii zetu. Yani leo manake katika mambo ambayo kwamba ni rahisi katika wepesi wa uvunjaji wa athari za ukabila na urangi na kadha wa kadha katika asabia ni kupitia nini? Intermarriage. Ndoa yavunja. Shekhe, wewe ukisema wale bana sijui Wanyika na Wanyika wameoa kwenu, itakuwa wewe tukana mtoto wako sijui Wanyika. Sasa si binti yako ameolewa ama kijana wako ameoa katika Wanyika. Ngumu mtu yani haezi akaanza kunii bana wale Wasomali wewe si ndio umeoa kwao. Hili jambo ndio jambo rahisi ambalo kwamba huwa lavunja athari, naturally huwa yavunja athari hii, lakini na ndio jambo ambalo kwamba limewekewa uzito mpaka katika jamii za Kiislamu. Kitu ya kwanza utaulizwa wa kutoka wapi? Wa kutoka wapi mtu hajali ya kuwa ati mji atoka Malindi, atoka Nairobi, la ukiulizwa kutoka wapi ni useme asili yake ni kabila gani, na waweza ukazuiliwa pale pale kwenye kabila fulani. Urongo, hatukozi ama hauoi katika hilo kabila. Watu huja uliza yule mtu, huja uliza ni mtu wa tabia gani, yukoje, uslubu wake wa mambo uko namna gani, labda familia yake wako na tabia za aina gani. Watu hawaulizi hivyo. Utakuta mbali na masuala ya mali na kipato, kitu ambacho kwamba kiko mbele ni jamii gani, ni mkabila gani, na hiyo kabila tu yaweza ikatosheleza hilo jambo likaruhusiwa au likakataliwa. Kuna wengine sasa walokita zaidi, aweza kuwa ni yani laini ya kabila kwa ujumla ni moja, na akaulizwa ni wa ukoo gani bado. Haya mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akija akizungumza katika hijjatul wada, sema haya ni mambo ameyajalia katika nyayo zake, ameyakanyaga Mtume sallallahu alaihi wasallam, amedili nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kuyasambaratisha, basi itakuwa ni jambo baya mno kwetu sisi ambao kwamba tumerithi risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa wenye kuyahuisha baina yetu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuyasambaratisha. Inshallah tuwe mwenye kuchukua masomo kidogo katika habari za Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, na kwa haya tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote min alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ikhlas al-khalis. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe na umoja wa Aus na Khazraj na Muhajirun. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wanaompenda yeye na kumfuata yeye. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم والجميع المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.